صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان واجمعنا على الإيمان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرانا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، وانظر برحمتك إلينا. اللهم اشف به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Leo tumekusudia tuangalie namna gani umuhimu wa kuwatii wazazi wawili, na ni ipi adhabu ya ule ambaye kwamba atawakosea wazazi wawili. Wazazi wawili, Uislamu ulipotolea sana tuwape haki hata kama wao hawakutenda haki. Kuna haki ya mzazi juu ya mtoto wake, kuna na haki ya mtoto juu ya mzazi wake, na kila mmoja katika hawa watakwenda kuulizwa katika zile haki ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amezilazimisha kwa wao. Wewe mzazi utakwenda kuulizwa haki ya mtoto wako, je, uliitekeleza? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alituambia katika haki ya mzazi juu ya mtoto wake ni kumtafutia mzazi. Yani wewe baba umtafutie mwanao mama anayestahiki, na wewe mama umtafutie mwanao baba anayestahiki kuwa baba. Hii ni haki ya kwanza. Kwa hiyo haki kama hii, ikiwa wewe mzazi hukuifanya namna itakiwavyo, ujue utakuwa umedhulumu haki ya mwanao. Lakini juu ya yote haya, lao tufaradhie mzazi hakutekeleza haki ya mtoto, mzazi yatakiwa amlee ule mtoto malezi ambao kwamba yatakiwa kisharia, na hii ni mada tutakuja kuielezea ni yapi malezi ya Kiislamu yalotutaka tulee watoto wetu. Mzazi hakulea, na mara nyingi hutokea haswa ikiwa wazazi wawili wametengana au alozaliwa havutii kwa wazazi, mezaliwa nkilema, mezaliwa kipofu, mezaliwa wazazi waliokuwa wana udhaifu wa imani, mtoto kama ule huwa hawamvuti yani havutiwi na wazazi. Sasa huwa hapati malezi ya mzazi. Je, yeye mtoto kama huyu astahiki na yeye kuwatekelezea haki zake hawa wazazi wake? Bila shaka
tutamwambia wazazi walikudhulumu kwa kuwa hawakukupa haki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameilazimisha juu yao wakupe wewe, lakini na wewe ni lazima usimame katika kuitekeleza haki yako juu yao wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika surati al-Isra, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Mwenyezi Mungu ashahukumu, wala muaqiba li hukmi, hakuna weza kuifuatilia na kuibadilisha hukumu ya Mwenyezi Mungu. Hukumu ya Mwenyezi Mungu ishapita. Imepita katika jambo gani? Katika mambo kama haya. Jambo la kwanza, alla ta'budu illa iyyahu, wewe ambaye kwamba umeumbwa na yeye usimwabudu ila yeye tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiabudu hawa yako, usiabudu matamanio yako, usiabudu dunia, usimwabudu shetani, muabudu yeye tu. Alla ta'budu illa iyyahu. Jingine, wa bil walidaini ihsana, na kwa wazee wawili Mwenyezi Mungu amehukumu kwamba ni lazima kuwafanyia ihsan. Ihsani hii sio ile ihsani aliyoeleza Mwenyezi Mungu aliyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kwamba anta'budu Allaha ka'annaka tarahu. Ile ni ihsani ya kumfanyia Mwenyezi Mungu. Ihsani kuwafanyia wazee ni wewe ufurahike kwa furahilo wao, hata kama kwako si jambo zuri, maadamu si maasiya. Al-ihsan ni wewe ufurahike kwa kila linalowafurahisha wao, hata kama kwako ni baya, maadamu si maasiya. Maadamu si maasiya, lakini wewe hupendi, lakini mzazi wako alipenda, basi lipende kwa ajili wataka kuwafanyia ihsan. Ihsan ni kutodhihirisha hasira mbele ya uso wao wakati wakikuwa wamekukasirisha, maadamu hawakukukasirisha kwa maasiya. Vipi hali yako mzazi wako amekurukia mbele ya mke wako? Utahisi kwamba mtoto kwa mama haachi kukua, wewe bado ni mtoto kwake, hukui. Si kwa una ndevu sasa mama na mimi ni mtu mzima, sasa ni mtu mzima kwa wengine, si kwake yeye mamako, bado yeye mamako. Vipi hali yako? Mama amekusimu bila ya sababu yoyote. Hatumwambii mzazi ufanyalo hili ni sawa, la, lakini sisi tunataka kukurakibisha wewe. Mzazi wako bila ya sababu yoyote, bila ya hatia, aje akurepukie mbele ya mke wako, mbele ya watoto wako, kaifa tatakabbala hadha al-amr? Vipi utalipokea jambo kama hili? Utakumbuka kwamba Mwenyezi Mungu amekwambia wa bil walidaini ihsana wala taqul lahuma uff. Uff ni hayo zena wengine bwana korofi bwana, badala kufa uff, ndo hiyo. Mufassirina watuambia lau kungekuwa kwenye Qur'ani au kungekuwa katika uzungumzaji kuna kilma chini ya uff, Mwenyezi Mungu angekitumia, manake hakuna tena baada ya uff. Yani kilima kichache ambacho kwamba wewe wakitamka na waona si makosa ikakuta sasa Waarabu usema uff. Mwenyezi Mungu usiseme hata hiyo uff, wewe unatakiwa useme marhaba, sawa mama, sawa baba. Mbele yao lazima la tadhhar ubusata wajhika, usidhihirishe kukunda uso wako mbele ya wazazi. Na si maana si mbele mbele, mbele nkimaana
Yaweza kuwa huku mzazi wako hako, lakini kama yuko mbele yuwazungumza na wewe na simu, ni kama yuwazungumza na wewe. Wareact vipi yale mazungumzo zungumzapo na yeye? Mama naye mthaqili, mama mthaqili. Sahaba alimbeba mamake akampeleka hija, amembeba kwenye maungo, akatufu naye uko kwenye maungo, akasai naye uko kwenye maungo. Akimaliza mwambie, ya Rasulullah, je, nimetekeleza wajibu wa kumtenda zema mamangu? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, wala zafra min zafarati alwilada, hata sikule kupiga guu mara moja tu wakati wakikuzaa bado hujatekeleza. Wewe wataka umetekeleza yote aliyofanya? Ilikuwa hawezi kulala mpaka hakikishe wewe umelala, ilikuwa hawezi kula mpaka hakikishe wewe umekula. Ukiwa mgonjwa huwakosesha wao raha, ukiinuka huwainusha na wao. Wewe leo huwezi kuyakumbuka hayo? Fikiria pale wewe uketipo ukawa umekosa hamu, ukaona sina raha, mtoto wangu mgonjwa, jua mamako alikuwa zaidi. Na ile ni ubinadamu, vingine hutokea ikawa si hivyo kama usemavyo wewe, lakini ghaliban al-irqu dassas, huathiri. Kijana ni utungu, hakuna apendao kumwona mwanawe husongonyeka, mwanawe hulagalika, mwanawe hudhalilika. Hakuna. Wewe mpate mzazi wowote ambaye kijana chake ameangamia katika madragzi, ameangamia katika ulevi, ameangamia katika pombe, ameangamia katika uhasharati wowote utakaokuwa uhasharati. Mwanamke amekuwa malaya, mwanamume amekuwa shoga. Utakuta ule mzazi husongonyeka, lakini ma hilata biyadihi, hana uweza mikononi. Asli ya mzazi lazima, hii ni fitra, maumbile Mwenyezi Mungu ametuumba. Lakini utakuta tatizo liko kwa namna gani, kwa alikosea kuweza kumsimamia mtoto asifikie kwenye mambo kama haya. Lakini hakuna, yani kitabia ya kibinadamu, yule ambaye kwamba yuko kinyume namna hii aenda kuuza watoto wake, aenda kuwatokomeza watoto wake, tumwambia huyu hana ubinadamu. Lakini ubinadamu, hata hayawani hakubali umgusie mwanawe, hata hajui ataka kumfanya nini. Mgonjwa mwanawe, wewe umekwenda ataka kumpiga sindano, ukimgusa atakurukia. Sababu kila mmoja huwa ni shafiq, hanun, ana kite, ana mapenzi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia, wabil walidaini ihsana, wazee wako wawili hakikisha wewe umewatenda zema, umewafanyia mambo mazuri, umejitahidi kutoa vunda, yani kasra al-khatir, kutovunda matakwa yao. Mzazi wako akikwambia jambo, hata kama uwezi wewe wafikiri mimi milionia, wewe baba naye mambo gani au utakaye? Inshallah mzazi, inshallah mzee, nikiafikiwa inshallah atakufanyia inshallah. Usivunde, jaribu usimvunde mimi siwezi bwana, tafuta mwingine. La, inshallah kiwa mmeafikiwa nitafanya, ikiwa sikuafikiwa si uwezo wangu, lakini usimkatalie. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa atuelezea jambo moja muhimu sana, ambalo hili ndio lasikitisha sana watu kutofahamu vipi Mwenyezi Mungu atakatue na wazazi. Atuambia imma yablughanna indakal alkibara,
ahaduhuma au kilahuma, imma yablughanna. Wafike sasa hawa wazee, wazeeke kwa lugha ya sasa, imma wazeeke. Sasa kuzeeka Mungu amekuelezea, lakini wazeeke wapi? Indaka. Sikia, mzazi atakazeeke kwa nani? Indaka. Azeeke akiwa kwako. Leo apangao maisha mwanzo hupanga kujitengana nani? Wazazi. Leo apangao maisha yuwapanga mwanzo ataka kuoa yeye, kitu cha kwanza na madha sijui itakuwaje bana, atanifuata nyali na mke umwambia mambo ya kukaa na wazazi mimi sitaki. Sasa wewe hii sunnat man ya kukaa na wazazi hutaki? Mwenyezi Mungu atuambia imma yablughanna indaka alkibara. Ilikuwa mke amwambie mume, muktadha alhali ataka mke amwambie bwana, ukinioa mimi nitatukua wazazi wangu na wewe tukua, tuwaweke pamoja wazazi, kwa sababu mimi nataka niwalee wazazi wangu na wewe najua wataka kuwalea. Mume laogopa mke asimwambie sije ukanitukulia wazazi. Mwenyezi Mungu atuambia imma yablughanna indaka, kwako wale wazazi yani wabalighi uzee, wazeeke kwako. Ihdahuma, mmoja katika wao wawili, au kilahuma, au Mungu akakupa bahati wote wawili wamezeeka wako kwako. Bahati kubwa. Sasa wakizeeka, fala taqul lahuma uffin, siwambie kilima cha uff, wala tanharhuma, usiwakataze kufanya jambo maadamu si la haramu. Maadamu si la haramu usiwakataze. Watu wafanya sina raha, unajua mimi wazee wako nyumbani na mzee amezeeka siku hizi, basi sina raha kule nyumbani. Subiri, utaiona faida yake, utaiona natija yake. Safari moja kuna ndugu wawili walikwenda kushtakiana. Wewe ukisikia kushtakiana bila shaka utajua ni mirathi, au sio? Mirathi, kila mmoja huyu amemnyenga huyu mirathi. La, hii kesi ilikuwa kwa mtazamo tofauti, watu hawajajaliwa kuisikia. Kesi imesimamishwa, watu wagombania mzazi, kila mmoja ataka mzazi amlee yeye. Mzazi alikilelewa na mtoto mkubwa, ndugu yao mkubwa ndio vile ni mkubwa, akaketi na mama yao. Mama amepita miaka zaidi ya 90. Ndugu mdogo Mwenyezi Mungu akamfungulia kimaisha. Huyu ndugu mkubwa miskini, maisha magumu, lakini halalamiki. Yeye hamu yake ni kuhakikisha mimi namfikishia mzazi kile ninachoweza. Ndugu mdogo miskini akaona kwamba ni janga hili miskini, huyu ndugu yangu yeye mwenyewe kujiangalia mwenyewe matatizo na kumwangalia mamangu, naona kama yule mama hayapati yale hayatakayo kwa namna itakiwavyo. Bwana, niruhusu nimtukue mimi mama, haiwezekani. Au utaniruhusu bwana, umemlea wewe siku za kumlea, sasa utaniatia mimi. Nife mimi au afe, lakini mamangu atoke nyumbani kwangu haiwezekani. Takwenda kotini. Kama sisi ungenena sihaba, alhamdulillah menondosha mzigo, enda kotini. Haja kotini, fungua mashtaka ya nini? Nataka mamangu kumlea. Kwani mamako yuwalewa na ndugu yangu?
Sasa kwa nini usimwate? Na mimi nina jukumu langu, nataka nitekeleze kwa mamangu. Kesi mashtaka, washtakiana, kila mmoja akimbilia namna gani mimi nitamlea mzazi wangu. Wewe leo ambao wapanga namna gani mimi nitaepuka malezi ya mzazi. Subhanallah, subhanallah. Kadhi aletewa kesi, yashanga, jamani, mambo gani haya nyinyi? Basi tukue huyu mwezi na huyu mwezi, asema la, ndugu yangu amemlea sana mamangu, amenilea mimi akamlea naye, mimi na mimi namwambia nije nimlee yeye na mamangu, yeye hataki, siwezi kumlazimisha, lakini na mimi nataka nafasi yangu ya kuweza kumlea mamangu. Mimi nilikuwa tayari kumtukua yeye na mke wake na mama, familia nzima ije ukaa na mimi. Yeye amekataa, siwezi kumlazimisha, lakini mamangu haki yangu. Kadhi amuulize mama, mama, haya hawa watoto wako wawili washtakiana, wamekuja kushtaki hapa, kila mmoja akutaka wewe, wasema nini? Asema huyu njito la kulia na huyu njito la kushoto, na mimi siwezi nikasema nataka jito moja tu, mimi nawataka wote, na kuwa kwa wote haiwezekani. Kadhi akiangalia muktadha alhali wa kimaisha, akamwambia ule ndugu mkubwa, utanisamehe, tabidi lazima mama kwa hali ya kimaisha alelewe na ndugu yako mdogo. Alilia mpaka akaanguka, mpaka akafa. Kwenye mahakama hukumu yatolewa, basi kuanzia sasa mamako atalelewa na fulani. Shaki kamshika hapo hapo, akaanguka makshian anhu wa mata. Kifo kimekuja kwa shoku. Kwa nini wapokonywa kumlea mama? Sasa wewe fikiria ule ambaye kwamba yeye huwa ni sababu hata ya kuweza kuweka mbali baba na mama, yeye kuwalea hawezi, na kuwaika pamoja pia hakubali, ataka kila mmoja awe mbali mbali. Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, imma yablughanna indaka, nataka wazeeke kwako wewe, watu kwa wazee wako wawapeleka Darul Ajaza, nyumba ya wazee. Yaitwaje? Twaje kizungu nyumba ya wazee? Darul Ajaza ni Kiarabu, kizungu wa Kiarabu hamuyui, si haba. Mungu ajalie musiyu hata ina. Mmefurahi kwa hakuna ijua hata jina, na mimi nimejua kwamba hiyo mmeiswali mada. Miji ya Kiislamu kuna Darul Ajaza, nyumba za kupeleka wazee walelewe. Yani Muislamu yuwashindwa namna gani ataweza kumlea mzazi wake? Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa qul lahuma qawlan karima. Siku zote ukizungumza na wazazi wako, jaribu uzungumze neno ambalo kwamba ni karim, tukufu, neno tukufu. Akikwambia kitu chochote, wewe mjibu neno tukufu. Abi Huraira safari moja alikuwa akiswali, yuko ndani ya swala na swala ni ya faradhi. Mamake amuite, Abu Huraira, Abu Huraira. Sawa, mama huyo akashikandia akaenda zake. Mama hajui na swala ni ya faradhi, manake kama swala ni ya sunna, mamako akikuita lazima uvunde swala. Mama akikuita na wewe waswali swala ya sunna, vunda swala ukamsikilize mama. Sasa umeona hara, yani wewe piga dhuha yako au tarawehe. Sasa
Simu mama simu swali swala ya sunna, lakini waiona ile simu mama yule waita. Je, hukumu yake? Ukijua kwamba mama hanipigii ila ni nini, ni jambo la dharura, ni hukumu kama hiyo kuita. Wajua kuna wazee pengine, mwanangu umefika msikitini salama, si jambo la muhimu kutaka lakini mpaka mamako akupigia hapo simu huwa kuna jambo la muhimu. Naam, swali tarawih iona simu, dhunda pokea simu ya mama. Naam mama, marhaba mama, marhaba pepo yangu. Ona, ile ndo pepo yako. Aljannatu tahta aqdami, pepo yako ni pale wewe. Sasa jambo Abi Huraira hakumuitikia huyu mama. Alipomaliza akaenda akamwelezea mama, nilikuwa na swali, bahati yako sikujua, nilikuwa mmeshakukasirikia. Amjibu, bahati yako sikujua, lakini nilikuwa mmeshakukasirikia. Abi Huraira ambiwa mamake, manake amwambia sikujua, manake kama ilikuwa kuswali ingekuwa nishafanya nini, lakini maana kwamba ulikuwa waswali mmekusamehe. Abi Huraira akaenda sokoni akanunua watumwa wawili akawatahuri kutaka toba kwa Mwenyezi Mungu. Baada mama ashamwambia bahati yako sikujua, nilikuwa nishakukasirikia, manake sasa sina tena hasira baada ya kufanya nini, nimejua. Lakini hapo hapo Abi Huraira aona bado aliwahi kuivunda khatiri ya nani, ya mama, kuwa amemuita kufanya nini, hakuitika. Basi wata nende sokoni ninunue watumwa wawili niwate huru lillahi, asa Mwenyezi Mungu afanye nini, anisamehe. Vipi wewe utakuwa mamako amekwambia mwanangu Jumapili nitaka uje hapa, mama Jumapili watoto wananiambia watakwenda bichi, au Jumapili wife twenda, mimi na wife twenda, mwenda wapi? Nenda kwa mama. Wallahi leo kuna watu watamani mama waambie kitu, mwanangu netea na mimi fijili wako. Kuna watu sasa yao watamani amsikie mamake amwambia ukia netea na mimi fijili. Wewe iona neema hii, mwanangu ukitoka tarawiheni ndo na mimi nikuone. Leo mamako unaye mketi Ramadhani leo ngapi hujawahi, utansamee niko busy. La ilaha illallah, uko busy? Ngojawe kikoani pale utakuwa na nafasi. Ngojawe kikoani utapata nafasi, kila siku utapita hapo. Ightanim, patiliza mama Ramadhani. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyakutananisha akasema ba'uda man adraka abawaihi kilahuma au ahaduhuma falam yudkhilahu aljanna, yuko mbali na rehema Mwenyezi Mungu yule atakayekukuta wazee wake wawili isiwe ni sababu ya kuingia peponi kwa ajili ya wazee. Ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar, uko mbali. Ramadhani na wazee ni vitu vimekutamanishwa. Ramadhani hukuipata maghfira na wazee wakakutia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani sana na yeye awakute wazee wake, hakuwakuta. Wewe Mwenyezi Mungu amekujalia ukapata neema ukawakuta, tena akakupa nafasi ya kuweza kuwaangalia. Vipi mtazamo wako juu ya wazee wako? Waqul lahuma qawlan karima, waambie neno zuri. Usione ni mtihani mzazi, ona kwamba ni sharaf. Mwenyezi Mungu amekupa nafasi, good opportunity ya kuingia peponi. Jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam wa arada an yujahida, ambie vijana atakwenda jihadi. Sikiza, sahaba kuja kwa Mtume amwambia Rasulullah, mimi nataka kwenda jihadi. Mtume amwambia ahayyun walidaka, wazazi wako wawili wako hai? Akamwambia naam. Amwambia fafihima fajahid, sio taka jihadi wewe, nenda kwa watu wazee wako, nenda kwa watumikie, nenda kwa wasimamie. Hiyo ni wangapi wamewatupa wazazi wao?
Yo ni wangapi hawaangalii wazazi wao? Simu pia hawezi kwa siku kuweza kumjulia hali tu. Na nikupe tukua yakini, unavokaa na mzazi wako yatakukumba. Ikiwa leo wewe huna nafasi ya kumsimamia wazazi wako, kesho watoto wako watakuwa hawana nafasi na wewe. Kweli yaingirika akilini, kuna watu mzazi yompigia simu, mimi mgonjwa, sawa ngoja nikutumie dereva. Wewe huo ni sharafu kwenda wewe kumtumikia mzazi wako? Mgonjwa wampa dereva ampeleke hospitali mzazi wako? Wallahi na wewe utakuja kupelekwa na dereva. Utakuja wakati huo uwapigie watoto wako, mwanangu ndo kazi ni yako mwenyewe, uko mtoto wako uko kwenye kazi yako wewe mwenyewe, hakuandikwa. Kazi yako wewe mwenyewe uisimamia ni mtoto wako. Wampigia simu, funga maktaba, njoo mimi sisikii vizuri, unipeleke hospitali. Akwambia baba, kuna mitingi muhimu, dereva yuaja. Sikie ule utungu sasa. Dereva, yani wewe utakufunga kazi sababu wewe hukumpeleka mzazi wako, ulimtumia wa kumpeleka mzazi wako. Uko safari masala mbali, uko hapa licha kazi ni yangu, hata kama ya kuajiriwa. Boss, mamangu mgonjwa na hakuna kumpeleka hospitali. Sasa na kazi utamwatia nani? Kama wewe athamini kazi, mimi nathamini mzazi. Wewe na kazi yako na mimi na mzazi wako. Lakini waogopa, mimi sasa kisha nikikosa kazi mzazi nitamwangalia nini? Kwani wewe wafikiri umwangalia mzazi kwa hiyo kazi yako? Lao alokuamrisha kumtii mzazi hangetaka? Ni wangapi wenye shahada kushinda wewe? Ni wangapi wenye ujuzi kushinda wewe wamekaa majumbani hawana kazi? Thamini mzazi, usithamini kazi. Fafihi ma fajahid, nenda kawasimamie wazazi wako. Uwaisul Qarani, mtume uko Madina, watu kila siku hutoka Yaman wakenda kuonana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye, mimi nitakwenda kumwangalia mtume ni jambo zuri, nitaonana na yeye ni jambo zuri, lakini huyu mamangu nitamwatia nani? La, mimi nitasimama na mamangu na Mungu anishuhudia. Habari zote ufikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuzungumza kuhusu Uwais ni mtu kadhaa, Uwais ni mtu kadhaa, Uwais ni mtu kadhaa. Hawa wako mbele yako, hawa wamekuja kutoka Yaman. Ule hakuja, amekaa kumtumikia mamake, lile ndio jambo muhimu. Mimi nimekuja na dini kwamba waqala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Faida gani wewe mtupe mzazi wako ende hija? Faida gani mtupe mzazi wako ende umra? Madhartu, penda kujionesha kama kweli wapenda ibada. Hii ndio ibada. Hili ni bora zaidi ukasimama wewe kulisimamia. Angalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuelezea namna gani wale ambao kwamba waliingia kwenye pango kujifita kwamba usiku tayari. Kaingia kwenye pango ili wajifite, nde baridi, nde hayawani, kishtuka lile pango jiwe limeanguka, bob, limeziba. Hili jiwe likitusubiri sisi tu, yani sehemu tumeingilia hakuna jiwe, tukiingia sisi jiwe bwap limekuja kuziba. Hadithi sahihi, si storybook hili. Hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam alielezea, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, watu tena hao kabla ya ummati Muhammad. Mtume atuelezea, lakini ataka kutuonesha faida ya haya mambo. Jamaa, mlango umezibika, sukuma jiwe haliepuki. Limeambatishwa na nini lijiwe? Sukuma. Sasa bwana, sikilizeni hapa, hakuna aweza kutusaidia sisi ila kila mmoja afikirie ni amali gani njema aliwahi kuifanya kwa ajili ya Mungu tu, hana malengo mengine.
Tumuombe Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ikiwa sisi tulifanya amali hii njema kwa ajili yako wewe, fafarij anna ma nahnu fihi, basi kwa baraka ya hii amali njema twakuomba utuondoshe matatizo haya. Mmoja akaanza akasema, ya Rabbi, mimi istajartu ajiran, niliwakodisha watu vibarua kuwafanyisha kazi, na kila mmoja akatukua mshahara wake. Mmoja aliondoka bila ya kutukua mshahara, ule mshahara wake nikamwekea mimi. Watu wote wametukua mshahara wakaenda zao. Mshahara wa ule nikauhifadhi, nikaenda nikauweka mahala, hili ni haki ya mtu. Ngine na si haba, pumbavu lile limeondoka bila kutukua shauri yake, tajipanga alomwambia ende zake. La, watu walikuwa kwa wana amana, hii haki ya mtu kaiweka. Ule bwana akapigwa na ulitima, huyo alokodisha watu, ulitima ukampija. Watu wengi usahau kwamba kuna na ulitima. Mtu akisha kupata innal insana la yatgha an raahu istaghna, lakini hajui mambo hubadilika. Yeye ulikuwa wewe ukiamrisha watu, kesho waamrishwa wewe. Na twaiona hii mifano, lakini tusema hawa kina fulani hawa walikuwa poor management. Hakuna poor management wala good management. Kibati cha Mungu kikija, jipange utakavyo, kitakuchota tu. Bwana alikuwa kwa tajiri, akapijwa na ufukara. Sasa hakuna kilobakia ila ni haki, ni ile amana alokuwa ya mfanyikazi mmoja kibarua ameiweka, ndio hiyo ilobakia. Ya Rabbi, hii ni haki ya mtu, na mimi sina chochote, na kwenda kuiba siwezi. Mimi natumia, na dhamana iko kwenye shingo yangu. Siku yote akitokea mwenyewe, nimedhamini mimi kwamba haki yake nitamregeshea. Nia tayyiba, tukua ile amana, akaanza biashara. Waiwa tena Mungu akitakufukarisha hakuna sababu, na akitakutajirisha hakuna sababu. Weza nyafijili 100 watu zanya 30 watu watakuja kununua kwako tena. Lakini za huyu tamu, kiza huyu tamu, kwa nini zikwa kwenye sukari? Basi Mungu ataka mali yako ende tu. Mungu ataka kukutajirisha. Mungu akamanda kumbarikia, barikia, fungulikiwa na mali. Mara siku na mtu amemsimamia, salamu alaykum, salam, vipi hali? Alhamdulillah. Wanikumbuka mimi? Lazima usinikumbuke, una tena shida. Pale ulipokuwa na shida ukinijua sana. Wewe nani? Mimi nilikuwa kufanya kazi kwako hapa, ndio ukapata mali haya yote wewe, na senti sikutukua, yeye umeshanisahau. Akamwambia la, mimi sija kusahau. Haya, kama uyanisahau nipe changu. Anambia ni kweli, uliondoka ukaata mali, ukaata senti zako, na haya mali yote uyonayo yako. Wewe bwana, sikuja hapa nikutezana shere. Mimi nimetoka mtokako nanda, kija hapa kisha unifanya unaletea maneno yasiokuwa na msingi. Utanambiaje? Mimi hata shilingi 300 au 1000, wewe unaniambia mali yote, mingamia, mimbuzi. Sitaki vihaka. Kama hutaki kunipa, na usininyanyase bwana, ni atendre zangu, ntia matungu tu. Bwana, ni kweli nikwambiao, haya mali yote uonayo ni ile haki yako. Huyu bwana mueleze kile kisa. Ni yangu kuna watunga haya sultani, twendeni. Ya Rabbi, akatukua kila kitu, asiniatie chochote huyu bwana. Ya Rabbi, ikiwa mimi nilifanya kwa ajili ya kutafuta radhi zako, basi tuondoshe mtihani kama huu. Kijiwe pwa kikaanguka, si hapa. Lakini atakaye kutoka hata kitu hakipiti. Jamaa kanena, haya, mimi nimeanza kufungulia ndia, mwingine aje. Kwa pili naye akae. Ya Rabbi, mimi nilikuwa na wazee wawili hapa, na mimi kazi yangu ni muuza maziwa. Siku zote hukama maziwa kenda nkizanya, lakini mimi sizanyi maziwa, simzanyi yoyote.
wala sipeleke nyumbani. Mwanzo na hakikisha maziwa yangu watu wa kwanza watakaokunwa nani? Ni wazazi wangu, sio customer wa kwanza ni mzazi wangu. Sitangulizi kabla ya wao ahl wala walad, si mke si watoto. First priority wazazi, wazazi mwanzo, wengine baadaye. Nena siku moja ikanijia mimi kuwa nimechoka taabani, nikaenda chini ya mti nikalala. Nimeshakama maziwa, lakini ngoja sengine khali naksir shويه, ngoja nipumzike kama dakika 5. Ayua tena usingizi wa mashamba, akiweka ameweka, kishtuka naisha kumeshaswaliwa usiku. Yani mbona mambo namna hii? Sasa akia huku nyumbani wazazi wameshafanya nini? Wameshalala. Akiingia kwake watoto hulia kwa ndaa, kaambia leo mimi si haribu ada yangu, mando lazima wanwe wazazi wangu, lazima nitaketi na maziwa hapa mpaka wainuke wazazi wanwe, kisha ndo nyinyi yeye uliani, hata kama mtakufa kufani hapa, lakini sivundi miko yangu ya kuwa kitu changu mwanzo apate mtu kabla mzazi wangu, siondoshi. Akamwambia mke wake wapumbaze ajua zina nyimbo za kuwapo mpaka walale, lakini maziwa haya mpaka yaniwe na nani? Akaketi tena amesimama wasubiri wazazi wainuke. Walipoinuka, wewe uko hapa? Akamwambia sameheni mmechelewa sijui nini. Akawaelezea, hakuna neno, basi ungekwenda tu. La hasha, haikunipa mimi. Ya Rabbi, ikiwa mimi niliata kuwapa watoto wangu, niliata kumpa mke wangu, niliata kumuuzia yoyote kwa ajili ya kuwaheshimu wazazi wangu, na mimi sikufanya hili la kutaka radhi zako, fafarij anna ma nahnu fihi, tuondoshe dhiki tulonayo. Kijiwe kwa password yake nzuri ni kijiwe bwana. Haya sasa, na wewe ndo kodi ya mwisho, namba ya mwisho utakao kuitia ni wewe. Ukitia imefunguka au kirudi tena huko uloki kabisa. Sema ya Rab, mimi kulikuwa kuna msichana binti ya ammi yangu, alikuwa hunitoa roho huyo. Mimi kimuona yeye na hakuna msichana yoyote ambaye ndani ya mui ambaye kwamba mimi namtamani zaidi ya yeye, ghaira anni, sokuwa mimi kwamba nimtakaye yote naweza kumpata, lakini mimi simtaki yoyote ila yeye. Ya Rabbi, mimi nimeitahidi kila ndia kumughuri kwa kila aina, kwa kila mbinu, lakini amekataa. Lakini kuna siku alamma biha shidda, ilimteremkia matatizo. Tatizo ni kitu kibaya jamani, matatizo ni kitu kibaya sana. Ukimwona mtu mwandani wako kwenye matatizo, shukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Matatizo yaweza kufanya jambo ambalo kwamba hukulipangia wewe. Siku moja aseme akashukiwa na matatizo, ikabidi na hakuna awezao kumtatulia ila aje kwangu. Akaja bwana kadhaa. Ndio bwana akamwambia, ukinifanyia jambo langu nitakufanyia jambo lako. Subhanallah. Kuovu, kukirimiwa kuovu, lakini ana shida. Na ndio shida hii wengi hawa binti watembeao barabarani, tusione wengine wafanya kwamba wataka, ni matatizo. Wengi hawa wafanyao si kuwa wataka, wengine matatizo, miskini amekwenda kuwatia kwenye mabalaa na majanga kama yale. Sasa ikiwa wewe wataka mimi nikusaidie, nisaidie kwa nitakalo, na mimi nitakusaidia kwa utakalo. Haya, watakalipu kwa niwe hujui? Nataka tukutane mimi na wewe tufanye la kufanya. Mwanamke hataki, lakini
mudhar, amesongeka, yani hakuna alternative yoyote, lazima amkubalie. Manake lile jambo ni dharura, lazima alipate, kabidi akubali. Afanyeje? Kakubaliana, wakakutana. Walipokutana sasa, wako chumbani baina ya wao wawili tu. Falamma kuntu baina labataiha, asema nilipokuwa baina ya majabali mawili. Utayua wewe kiwa huyaoa utakuwa huyayui hayo majabali. Nimeshaingia majabali, niko baina ya jabali na jabali. Qalat ittaqillaha wala tafudha alkhatam illa bihaqqiha. Alinena neno hili ittaqillah, ibn ammi, mche Mwenyezi Mungu, wala usivue pete ila kwa haki yake. Sivunde pete, yani usiniingilie mimi ila kwa kisharia, kwa ndia ya sharia. Niliposikia ile neno ittaqillah, ya Rabbi, mimi nilirudi nyuma, nikaisitiri, nikamsitirie na nikamtekelezea lile atakalo, na nikamwambia nenda, wala sitaki tena tufanye lolote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, ikiwa mimi niliata kufanya jambo baya kwa ajili ya kuogopa wewe, fafarij anna ma nahnu fihi. Jamaa, password yako nzuri. Mwenyezi Mungu akawatoa katika ile dhiki, sababu ni kuwa walifanya mambo waliata mambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo vipi wewe mzazi wako, wazazi wako wawatanguliza namna gani? Na wakati ikiwa wazazi wako walewa na ndugu yako, wewe waona ni mzigo umeepushiwa au waona ni neema umekimbiziwa? Badala wewe uone kwamba nimekosa pepo ilikuwa kwangu imekwenda kwa mwenzangu, sasa wewe wasema si haba. Lilhadithi baqiya insha Allah taala. Kesho tutaendelea mahala pengine hapa kuonesha namna gani yatakiwa tuangalie wazazi wetu, kadhalika tugusie namna gani adhabu ya mwenye kuwadhalilisha wazazi wake. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.